Unajua, ukitaka kugundua kwamba mfumo wa malipo ya wabunge Tanzania ni mfumo wa kitapeli, kijambazi na wizi wa hali ya juu, tafakari aina ya malipo anayolipwa mbunge wa Tanzania. Sio kiasi, aina kwanza ya malipo ambayo analipwa mbunge wa Tanzania. Mbunge wa Tanzania analipwa mshahara, au sio, kila mwezi. Kwa kazi gani? Kwa kazi ya kuwakilisha wananchi wake bungeni na kufanya yote yanayofanyika bungeni. Sawa, mshahara kila mwezi. Alafu akifika pale bungeni, akiingia kwenye kikao cha bunge, analipwa sitting allowance. Ya kazi gani? Ya kuingia bungeni. Sawa, yani kama vile mwalimu alipwe mshahara wa ualimu, alafu tena alipwe posho ya kuingia darasani. Does that make sense to you? Alafu hiyo haitoshi, bado huyu mbunge analipwa per diem ili muwezeshe kuishi kwenye hiyo siku. Mind you, ameshalipwa mshahara wa kuwa mbunge, lakini analipwa tena per diem in addition to sitting allowance. Alafu kama haitoshi, analipwa pesa kwa mwaka ya kumsaidia kujiaccommodate zaidi ya milioni 90. Hii inakuwa ni lump sum anapewa kwa pamoja. Mind you, tayari ana mshahara. Yani sana mwalimu alipwe mshahara wa kuwa mwalimu, alipwe pesa kwa ajili ya kuingia darasani, sawa? Alafu alipwe pesa ya kuishi katika mazingira ya shule. Si unaelewa hiyo? In addition to mshahara wake. Sawa? Alafu kama haitoshi, alipwe pesa ya mambo mengine ya kumsaidia kusurvive kwenye lile eneo. Mambo mengine yapi? I don't know, anajua yeye mwenyewe. Huyo ni mtu huyu mmoja. Alafu baada ya hapo apewe mafuta ya gari. Si mnaelewa? Now, haujamaliza. Bado huyu mbunge analipiwa bima ya afya. Sawa? Alishalipwa mshahara, lakini bado analipiwa bima ya afya. Bado huyu mbunge akisafiri kutoka bungeni kwenda kwenye jimbo lake analipwa. Si mnaelewa? Bado huyu mbunge akiingia kwenye kamati za bunge analipwa. Si unaelewa? Unajiuliza, sasa huyu mbunge ule mshahara analipwa ni wa kazi gani? Lakini pili, anautumia kufanya nini? Yaani inawezekanaje mwalimu alipo mshahara kwa mwalimu, alipo kuingia darasani, alipo kukaa shuleni, si unaelewa? Alipwe kuinteract na wanafunzi, si unaelewa? Alipwe pesa kuna nyumbani kwake na afu kama haitoshi, miaka 5 ikiisha apewe kiunua mgongo milioni 200 plus. Kumbuka, malipo ya mbunge hayakatwi kodi. Ukumbuke hilo. Kwa hiyo analipwa pesa ambao hakuwahi kukatwa. Sawa? Walimu leo akistafu anapewa malimbikizo yake, yanaitwa malimbikizo yake. Si ndivyo? Kwamba kila mwezi alikuwa anakatwa kiasi fulani cha fedha kiende kwenye mfuko, sawa, kama pension. Akimaliza kazi, amestaafu, sasa anapewa pesa kwamba ulifanya kazi, tulikukata kiasi hiki na sisi tulikuwa tunakuchangia kiasi hiki, kwa hiyo chukua. Sawa, hii ni pension yako. Mbunge wa Tanzania analipwa mapesa yote haya ambayo ni duplication ya kila kitu. Yani analipwa zaidi ya mara 5 kwa kitu kile bila kukatwa kodi. Alafu akimaliza miaka 5 anaongezewa tena milioni 200 plus juu ya hiyo. Huu ukatili, ni unyonyaji wa aina gani huu? Yaani ni unyonyaji wa aina gani? Alafu wabunge hawa ndio wanasimama kwenye podium na kuhubiri amani. Wakati huyu mbunge kwenye jimbo lake watoto hawana madawati shuleni. Watoto hawana matundu ya vyoo shuleni. Kwenye jimbo lake kipo kidispensary ambacho hakina hata paracetamol. Kwenye jimbo lake wanawake hawana uhakika wa kujifungua kwa sababu vile vifaa vya kujifungulia kwenye dispensary havipo. Kwenye jimbo lake anamtegemea muuguzi mmoja, mkunga mmoja abebe kibatari aende akamsaidie mwanamke kujifungua. Huku mwanamke akisali na kuomba kwamba Mungu lolote lisitokee nisije nikafa, kwa sababu ikitokea tu mambo yamechanganyikana ndio biashara imeishia hapo. Tuna mfumo wa kijambazi kuliko kawaida. Mfumo wa wezi, tena mfumo wa yani ni mfumo wa kijambazi ambao umerasimishwa, sawa,
na kulazimishwa ukawaidishwe uonekane kama vile ni mfumo halali. Embu katika huu mjadala wa haki na amani tuzungumze malipo ya wabunge Tanzania. Kwa mujibu wa kanuni za bunge za Tanzania, kuna vikao sio chini ya 72 kwa mwaka vya bunge. Kwenye kila kikao ambacho mbunge wa Tanzania anahudhuria, analipwa per diem zaidi ya shilingi 300,000. Hiyo ni kwa siku moja. Analipwa sitting allowance zaidi ya shilingi 300,000. Hiyo ni kwa siku moja. Ukichukua sitting allowance 300,000 ukajumlisha per diem 300,000 ni 600,000 kwa siku moja. Ukizidisha mara 72 ambao ndio vikao vya bunge kwa mwaka, utakuta kwamba mbunge analipwa sio chini ya milioni 43 kwa mwaka, sitting allowance na per diem. Hapo hujamaliza. Mbunge huyu kila mwezi analipwa milioni 16.5 kuendelea. Ukichukua milioni 16 plus ukazidisha mara miezi 12, unapata sio chini ya milioni 190 na. Kwa hiyo chukua ile milioni 43 jumlisha milioni 190 na, utakuta kwamba kwa mwaka mmoja per diem, sitting allowance na mshahara, mbunge wa Tanzania analipwa karibu milioni 250. Hatujamaliza. Kuna kitu kingine kinaitwa basic allowance. Sawa? Ambao wabunge wote wanapewa, ni lump sum, wanapewa yote kwa pamoja. Wote wanapoingia tu pale bungeni. Kwa mwaka ni zaidi ya milioni 100. Ilikuwa milioni 94 nadhani mwaka 2022. Ni zaidi ya milioni 100. Kwa hiyo kwenye ile milioni 250 jumlisha milioni 100 ni milioni 350. Sawa? Haujamaliza. Analipwa pesa inayoitwa pesa ya jimbo. Ilikuwa ni milioni 50 na nadhani sasa hivi imeshakaribia milioni 100 sijui. Sawa? Ambayo ni ya kwake. Anapewa mafuta nasikia lita 500 kwa wiki. Huyu mbunge akitaka kusafiri kwenda jimboni analipwa na bunge. Hapo hatujaweka pesa ya vikao vya kamati. Nako analipwa tena. Huyu mbunge ana bima ya afya premium. Ana pesa sijui ya ofisi, ana vikorokoro kibao. Kwa wastani mbunge, kila mbunge wa Tanzania analipwa sio chini ya milioni 500 kwa mwaka. Hapo hujaingiza madilidili mengine. Hizo ni pesa ambazo ni maslahi yake tu yaliyowekwa kwenye sheria. Milioni 500 plus kwa mwaka huu mmoja. Na akikaa miaka 5 kabla hawajavunja bunge, anaongezewa milioni karibu 300. Ilikuwa milioni 200, lakini nadhani sasa hivi ni milioni 300 na anapewa. Inaitwa kinua mgongo. Kwa hiyo inakuwa ni milioni 700 na. Kwa hiyo wabunge hao ambao wamemaliza bunge juzi mwezi wa ngapi ilikuwa, kabla hajaenda kwenye kitu kinachoitwa uchaguzi, wamepewa sio chini ya milioni 700 kwa ujumla, wamepocket. Sasa hebu fikiria. Mtu mmoja tu huyu analipwa zaidi ya milioni 500 kwa mwaka. Na kwenye mwaka wa mwisho ndo ni zaidi ya milioni 700. Huyu mmoja. Now, tujaribu kuliweka hili katika perspective. Tuangalie mapato ya ndani yanayokusanywa na TAMISEMI kwenye halmashauri zote zilizopo nchini, ambazo ziko sijui 100 na ngapi. Zote zilizopo nchini. Zipo karibu 200, sijui ni 180, sijui, sina kumbukumbu nzuri. Sawa? Halmashauri zote. Kwa mujibu wa hotuba ya bajeti ya waziri wa TAMISEMI 24-25, TAMISEMI ilikusanya trilioni 1.04 mapato ya ndani. Sawa? Kwenye trilioni 1.04 ya mapato ya ndani, jaribu sasa kuchukua ile milioni ya mwaka jana, kwa mfano milioni 700 kwa kila mbunge mmoja. Zidisha mara wabunge 393 tulikuwa nao, karibu 400. Zidisha ni shilingi ngapi? Utakuta ni zaidi ya bilioni 200 na ngapi sijui. Kwa hiyo wabunge 400 tu, 393
wanalipwa 1/3 ya mapato yote ya ndani yanayokusanywa na TAMISEMI Tanzania. Can you imagine? Watu 400 tu wanalipwa 1/3 ya mapato ya ndani yanayokusanywa na TAMISEMI mwaka mzima. Wabunge 400 tu, watu 400 tu. Can you imagine that? Afu tunaiita hii amani. Ni amani ina gani? Chukulia mfano jimbo kama Bumbuli pale Tanga. Jimbo la Bumbuli, mapato yake ya ndani yaliyokusanywa na TAMISEMI mwaka 2024-25 au 23-24 kama sikosei, ni milioni 800. Sawa? Ndio mapato yote ya ndani yaliyokusanywa kwenye vyanzo vyote vya ndani vilivyopo Bumbuli pale. Sawa? Kwa mwaka mzima ni milioni 800. Alafu wakati huo mwaka jana mbunge wa Bumbuli Mheshimiwa January Makamba, kwa mujibu wa stahiki zake za kibunge, amelipwa sio chini ya milioni 700. Kwa hiyo kwa mantikio Bumbuli imekusanya milioni 800, alafu milioni 700 imemlipa January Makamba kama mshahara. Can you imagine that? Yaani wananchi wote wa Bumbuli, makusanyo yote ya Bumbuli yameenda kumlipa mbunge wa Bumbuli mshahara. Does that make sense to you? Mchukulie Baba Levo, huyo hapo ameingia sasa hivi. Baba Levo pale Kigoma. Makusanyo ya Kigoma kwa mapato ya ndani TAMISEMI, sawa ni bilioni, nadhani ni bilioni 1, ni bilioni 1.2 sijui, au bilioni 1.02, bilioni 1.2 kama sikosei, pale Kigoma. Kwa mwaka mshahara wa Baba Levo kama mbunge ni zaidi ya milioni 500. What does that mean? Tafsiri yake ni kwamba zaidi ya nusu ya mapato ya ndani ya jimbo la Kigoma yanaenda kumlipa Baba Levo mshahara. Sasa nenda pale Kigoma ukaangalia hali za Watanzania walioko pale. Mimi nimeshafanya kazi kwenye mradi mmoja wa kusaidia watoto waliopo kwenye mazingira magumu ili waweze kupata uniform na vifaa vya shule. Hali ni mbaya. Ni mbaya. Sidhani kama kuna sehemu kuna nuka umaskini kama Kigoma. Kuna stink umaskini. Lakini mbunge wa Kigoma mmoja tu, Baba Levo, analipwa zaidi ya 50% ya mapato ya ndani ya Kigoma. Does that sound like peace to you? Ni haki aina gani ambayo tunatumia zaidi ya 25% ya mapato ya ndani kutoka kwenye halmashauri zote Tanzania kwa mwaka mzima kulipa watu 400 tu pale Dodoma? Ni haki ya aina gani? Watu 400 tu wametengewa bajeti mwaka 2025-26, bajeti ya bilioni 280. Watu 400 tu pale Dodoma, bilioni 280. Mapato yetu ya ndani yanayokusanywa na TAMISEMI kwenye halmashauri zote ni trilioni 1 tu. Kwa hiyo kwenye trilioni 1 tunatoa bilioni 280 ili tuwalipe watu 400. Alafu nyingine hii ndio iende sasa kwenye miradi mingine. Kumbuka, ndio pesa hii ya mapato ya ndani ambayo tunatumia kutenga mikopo ya 10%, ambayo kwenye 10% tumegawanya tena 4% za vijana, 4% za wanawake, 4% za watu wenye mahitaji maalum. Just imagine. Ni amani ya aina gani? Wewe nikupe mfano mwingine uweze kuliona vizuri hili. Idadi ya watu walioajiriwa katika sekta rasmi Tanzania ni watu milioni 4. Sawa? Hao ndio wenye uhakika wa kipato Tanzania. Milioni 4. Kwenye public sector na private sector, wote kwa pamoja wapo milioni 4. Wage bill yetu, kiasi cha pesa tunachokitumia kulipa hao watu ambao ndo wanaendesha uchumi wa Tanzania, ni trilioni 3 kwa mwaka. Yaani trilioni 3 kwa mwaka ndio inayotumika kulipa Watanzania milioni 4 mishahara.
Sasa bilioni 280 bajeti ya kulipa wabunge 400 mshahara kwa mwaka ni 10% ya pesa yote wanaolipwa wa Tanzania milioni 4. Unajua ukitumia hesabu za uwiano unapata picha gani? Uwiano wake ni kwamba kila mbunge mmoja Tanzania analipwa mshahara wa watu 1000 waliopo kwenye sekta rasmi Tanzania. Does this sound like your money? Mbunge mmoja analipwa mshahara wanaolipwa wa Tanzania 1000 waliopo kwenye sekta rasmi. Sio wanaochanganyikana, waliopo kwenye sekta rasmi. Mbunge huyu mmoja analipwa mshahara wa Watanzania 1000. Does this sound just? Tanzania, moja ya nchi 40 maskini zaidi duniani kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Nchi ambayo kwa mujibu wa waziri wake wa fedha, zaidi ya 33% ya watu wake hawana uwezo wa kujihudumia mahitaji ya shilingi 1049 kwa mwezi mzima. Nchi ambayo kwa mujibu wa Benki ya Dunia, zaidi ya 49% ya watu wake wapo chini ya mstari wa umaskini. Nchi ambayo mpaka leo shimo la choo cha shule linategemewa kujengwa kwa msaada wa watu wa Marekani. Nchi ambayo mpaka leo inabidi msubiri Bill Gates ailetee msaada wa neti za mbu. Nchi ambayo imejaa vijana mtaani kwa mamilioni hawana ajira. Kuna incubator ambazo hazifiki hata 50 nchi nzima. Tanzania, nchi ambayo mpaka leo mfuko wa vijana hauna uwezo wa kutoa mikopo hata bilioni 3. Ni nchi hiyo ambayo inatumia 30% ya mapato yake ya ndani kulipa wabunge mshahara. Hii ni haki ya aina gani? Nyinyi watu ambao mnaelewa haki, hebu tusaidieni kufafanua tuelewe vizuri. Ni haki ya aina gani? Nchi ambayo juzi tu tuliambiwa kwamba imeshindwa kugharamia bilioni 30 za Toto Afya Card na badala yake zikaamua kuondoa hiyo bima ya afya ili watoto wa Tanzania maskini wafe tu. Imeshindwa kugharamia bilioni 30. Yeti nchi hiyo inatumia 30% ya mapato yake ya ndani kulipa watu 400 tu mshahara. Mapato ya mwaka mzima, watu 400 tu mshahara. Ni haki ya aina gani hii? Leo ukizunguka kwenye mashule Tanzania yananuka umaskini. Kuna shida ya hali ya juu. Kila mahali hakuna madawati, hakuna walimu, hakuna vyumba vya madarasa, hakuna vitabu, matundu ya choo ni tabu. Watoto wamejazana, wako packed kwenye madarasa kwa sababu serikali imeshindwa kutengeneza miundombinu. Yet 30% ya mapato ya ndani ya halmashauri zote zilizopo Tanzania yanatumika kulipa mishahara watu 400 tu. Ni haki ya aina gani? Alafu kuna mtu tu from nowhere anatoka anakuambia kwamba nchi ina amani. Ni amani ya aina gani hii? Ulionaga wapi amani ya aina hii? Pesa za umma katika taifa ambalo watu wanateseka kwenye tope zito la umaskini. Mamilioni ya watu, sio watu wawili au watatu, mamilioni ya watu wanateseka kwenye tope zito kabisa la umaskini. Yet tunatumia 30% ya mapato yetu ya ndani yanayokusanywa na TAMISEMI kutoka kwenye halmashauri kulipa watu 400 tu mshahara. How does this make sense to you? How?